Anko T ameonekana kuguswa na kinachoendelea baada ya Aslay kuonekana katika mitandao ya kijamii kwamba anapitia wakati mgumu sana. Yani zile chaka zimekuwa ni nyingi. Sasa sio tu kwa Anko T, lakini wasanii mbalimbali wameonekana kuumizwa na kutoridhishwa na hali ambayo kwa sasa Aslay anaipitia. Tunafahamu kwa miaka ya nyuma Aslay alikuwa akifanya mziki mzuri sana na alikomba mashabiki wengi sana, na mpaka ilifikia stage ambapo kila moja alikuwa anamuona Aslay angekuwa zaidi ya Diamond Platnumz. Kila moja alikuwa anaamini kwamba kulikuwa na ushindani mkubwa kipindi ambacho Aslay alikuwa kidondosha mawe yanatamba na magoma mengine ambayo ikiwalisia ilikuwa kitrendi sana katika mitaa mbalimbali. Lakini mwisho wa siku wanakwambia mpanda ngazi ushuka, lakini pia siku zote yani ukiwa mwisho basi amini kwamba utaweza kuwa wa kwanza muda wote, na hata ukiwa wa kwanza basi amini kwamba unaweza ukapitwa na ukawa wa mwisho. Hiki ndio kinachomtokea Aslay Siaka ambaye kwa sasa anapitia wakati mgumu sana. Ila Anko T alichokizungumza na alichowaomba kuanzia wa Tanzania pamoja na wasanii ambao walikuwa na ukaribu na Aslay. Hapa namzungumzia Mbosso Kani Shedede, wakina Rayvanny Vivian Boy, wakina Beka Flavor, lakini pia Diamond Platnumz na wasanii mbalimbali ambao ninaamini walikuwa na ukaribu mkubwa, wakina Babu Tale, wakina Mkubwa Fela. Ni wimbi la watu ambao walikuwa tayari wana uhakika na wana connection nzuri ya Aslay Siaka. Lakini kwa haraka nafikiri Anko T aliweza kumlenga Mbosso Kani ambaye kwa sasa mziki wa Mbosso Kani umekuwa ni mkubwa, maisha ya Mbosso yamekuwa ni mazuri. Kwa hiyo ninaamini kwamba mtu ama msaada ambao unaweza kuwa ni kwa urahisi sana, ninaamini kwa kupitia Mbosso Kani Shedede, ambapo pia ukiachana na Watanzania ambapo Anko T aliweza kuwaomba Watanzania wampokee Aslay ikitokea ameachia ngoma. Lakini kama kutakuwa na wale ambao wana uwezo wa kumchangia chochote kitu, basi ni wakati wa kuonyesha mapenzi ya dhati kwa wasanii wao. Na ninaamini kwa mashabiki ambao walikuwa wanampenda sana Aslay, unajua Aslay ni tofauti na kilichomtokea Lavalava ama kilichomtokea Baraka da Prince, kwa sababu ni miongoni mwa wasanii ambao kwa hivi sasa tayari umetoka kwenye ramani. Sio Baraka da Prince, sio Lavalava, sio Aslay, lakini mtu ambaye kwa sasa ni kama mashabiki bado wanakionaye na bado wanampenda ni Aslay Siaka. Yani nyota ya Aslay na nyota ya Lavalava ni nyota mbili tofauti. Lavalava ni kama nyota yake imekuwa ni mbaya zaidi kushinda ya Aslay, lakini bado mashabiki wanampenda Aslay, wanatamani sana kuweza kuona jitihada zinafanyika na mziki anatoa. Na ninaamini kwa sababu Watanzania wamesikia kilio, Watanzania wameona hali halisi, wameona chaka ambazo zimekuwa zikimuonyesha Aslay akiwa nchini Kongo na sehemu mbalimbali ambazo tayari alikuwa akipiga baadhi ya show mbalimbali. Yani chaka alizokuwa anapiga Mac Voice ndio chaka ambazo Aslay na yeye ameanza kuzipiga. Yani inauma sana kwa sababu mtu kama Aslay ambaye ameinspire vijana wengi sana, mmoja wapo leo hii namzungumzia Mario, kaka yetu Omari, miongoni mwa wasanii ambao waliweza kuminspire basi ni Aslay Siaka. Lakini mwisho wa siku maisha yamebadilika. Hivi sasa Mario ninaamini kwamba ana uwezo wa kumsaidia Aslay, na ni swala la muda tu ambalo Aslay awe na subra na uvumilivu, ila yote yatapita kwa kuwa ni changamoto anazozipitia kama msanii wa Bongo Flava. Cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hapa ni Hatboy Media. Kwa matangazo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0684006225 kwa promo mbalimbali za hapa na pale. Basi ncheki kwa nambari hizo katika mtandao wetu wa Airtel, lakini pia ni ndani ya WhatsApp only.